Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Lakini wakati huu tunaitazama NATO ilivyoiharibu Libya na hatimaye kuiacha solemba. Kwa miaka mingi nchi za magharibi zilikuwa na mpango wa kuendelea kuitawala Afrika. Lakini pia mataifa haya ya magharibi yalikuwa yakitazama ni mataifa yapi ambayo yana nguvu katika bara la Afrika, na hivyo kutengeneza propaganda za namna ya kuondoa viongozi ambao walikuwa na nguvu na walikuwa na uwezo wa kuweza kulitengeneza bara la Afrika kuwa la kimaendeleo. Moja kati ya mataifa ambayo yalikuwa yakipambana na mataifa ya magharibi ni pamoja na Libya, hasa katika utawala wa Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ni moja kati ya viongozi katika bara la Afrika ambao walikuja kufanya mapinduzi makubwa, hususan baada ya kuwatengeneza watu wa Libya kuwa na namna ya kipekee ya kiuongozi na hatimaye kunufaika na rasilimali zilizopo ndani ya Libya. Mataifa magharibi hayakukubaliana na mpango huu, na zaidi Muammar Gaddafi alikuwa na mpango wa kuiunganisha Afrika, na hili ndilo kubwa zaidi ambalo liliyafanya mataifa hayo ya magharibi kupitia NATO kutafuta njia ya kuweza kuiharibu Libya na kumuondoa bwana Muammar Gaddafi. Lakini zaidi ni wakati ambapo Muammar Gaddafi alitaka kufanya mabadiliko na mapinduzi, kuingia katika masuala ya utengenezaji wa nishati ya nyuklia. Hapo Marekani na washirika wake wakaona hakuna namna ya kuweza kumbakisha bwana Muammar Gaddafi. Hata hivyo wakatumia vyombo vyao vya habari kutengeneza propaganda juu ya ubaya wa Muammar Gaddafi, kiongozi aliyekaa muda mrefu madarakani, lakini pia kiongozi asiyetaka demokrasia. Vuguvugu likaibuka, vijana wa Libya wakaanzisha vuguvugu na kutaka kupambana na serikali ya Gaddafi. Vijana hawa walipata msaada kutoka serikali za magharibi. Ufaransa, ambayo kwa wakati huo kiongozi wake, kwa maana rais wake Nicolas Sarkozy, alikuwa mshirika wa karibu wa Muammar Gaddafi, ni moja kati ya watu walikuja kumgeuka. Lakini pia Marekani ilikuja kuongeza nguvu na kuhakikisha Muammar Gaddafi anauawa. Wakati huu vyombo vya habari vya magharibi vimeiacha kabisa Libya. Walikuwa wakielezea mabaya ya Muammar Gaddafi na hatimaye kumuondoa madarakani. Lakini baada ya kumuondoa madarakani, wakati huu hatuoni vyombo vya habari vya kimagharibi vikieleza Libya juu ya kile kinachoendelea. Lakini kimsingi Libya imeharibika vibaya. Kulikuwa na majengo mazuri ambayo raia walikuwa wakiishi kwa amani, lakini majengo haya mengi yamedondoka, lakini pia hata yale ambayo yalikuwa yameachwa kwa ajili ya program maalum za ujenzi wa makazi ya raia, hakuna ambaye anayafanyia kazi. Zaidi, mzozo wa Libya umeiacha nchi hiyo katika hatari kubwa ya kubadilika kwa hali ya hewa, na kuna uwezekano wa kuongezeka kwa athari katika uzalishaji, hasa katika kilimo, lakini pia na nishati, hasa mafuta. Usalama wa chakula na kiuchumi kwa sehemu kubwa ya idadi ya watu na vikundi vilivyopo hatarini kama vile wahamiaji imekuwa ni kubwa. Libya, ambayo ilikuwa ikitangazika barani Afrika kama nchi ambayo inazidi kuendelea, wakati huu inazidi kuwa masikini zaidi katika kulingana na siku zinavyozidi kwenda. Hata hivyo vyombo vya habari vimeacha kabisa kueleza haya. Ni mashirika binafsi na ya kimataifa ambayo yanakuja na ripoti juu ya hali inayoendelea huko Libya na ambayo yanaelezea hali halisi ya maisha ya watu wa Libya, lakini si vyombo vya habari vya kimagharibi ambavyo vinaelezea hali ya maisha ya watu wa Libya. Usalama wa chakula na uchumi kwa sehemu kubwa nchini Libya upo hatarini. Athari za vimbunga, lakini pia hali ya hewa mbaya katika taifa hilo inazidi kuongezeka kila kukicha, lakini pia mabadiliko ya hali ya hewa yanatengeneza mazingira mabaya kwa watu wa Libya kushindwa kuzalisha zaidi. Kadhalika ni juu ya upatikanaji wa nishati ya mafuta ambayo ilikuwa ikiwawezesha watu wa Libya kuishi maisha ya kifahari. Wakati huu inadaiwa kwamba ni mataifa magharibi ambayo yamegawana visima vya mafuta nchini Libya, ambapo makampuni yao sasa hivi inadaiwa yanaendesha visima hivyo. Kuhusu hali ya kisiasa, mapambano bado yanaendelea ya madaraka na kila makundi yanahitaji kuchukua mamlaka katika taifa hilo. Hali ya usalama nchini humo bado haijatulia. Nchi imegawanyika katika ngazi ya kisiasa na kijamii. Tangu Machi mwaka 2022, serikali mbili kwa mara nyingine tena zinagombea mamlaka ya kisiasa na taasisi nyingi za serikali zimelemazwa kote nchini. Serikali ya Tripoli iliyotambulika kimataifa inayodhibiti sehemu kubwa za magharibi mwa Libya inakabiliwa na serikali pinzani inayotawala sehemu kubwa mashariki na kusini.
pande zote mbili zinapokea msaada kutoka nje. Na ni kutokana na ukweli kwamba wanatoa msaada huo ili tu yeyote atakaye dhibiti utawala wa taifa hilo awe kibaraka wao. Hata hivyo, wataalamu wanahofia kwamba ushindani huo unaweza kuathiri vibaya ufufuaji wa uchumi wa nchi hiyo kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe na janga la COVID-19. Mapema mwaka 2022 kulikuwa na mapigano mafupi kati ya pande zote mbili katika mji mkuu wa Tripoli. Miezi michache baadaye, maandamano dhidi ya mzozo wa kisiasa na hali duni ya maisha yalizuka mjini Tripoli. Katika jengo la bunge la Tobruk, changamoto nyingi zinazowakabili watu ni pamoja na kukatizwa mara kwa mara kwa umeme na usambazaji wa maji na kupanda kwa gharama za chakula. Shirika la OECD limeona hali ya Libya kuwa ni tete katika ngazi nyingi, kwa maana kisiasa, kiuchumi, kijamii, kimazingira na hasa kuhusu suala zima la usalama. Maisha yamekuwa magumu zaidi kwa watu wa Libya na hakuna njia ya kuweza kuwasaidia wakati huu baada ya watu wa magharibi kuilemaza Libya na kuiacha solemba. Hao ndio watu wa magharibi, wameiharibu Libya na hatimaye wameiacha katika hali ngumu, wala hawafikiri namna bora ya kuweza kuiendeleza tena baada ya kutengeneza propaganda za kumuondoa Muammar Gaddafi. Lakini pia hata baada ya kuondolewa kwa Gaddafi, hakuna taifa katika mataifa ya magharibi ambalo limewafikiria watu iliyodai imekuwa ikiwatetea. Libya ni nchi muhimu zaidi katika usafiri wa watu waliohamishwa na wahamiaji wanaotaka kuvuka kutoka Afrika Kaskazini kwenda Italia ama Malta kuvuka bahari ya Mediterania. Kulingana na kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa wa kuhudumia wakimbizi, takribani wakimbizi 43,000 na wanaotafuta hifadhi ambao wengi wao wanatokea Sudan na Syria wamesajiliwa nchini Libya kwamba ni watu wa Libya kufikia mwaka huo. Kulingana na makadirio, zaidi ya watu 3,500 walikuwa kizuiliwa katika kambi za kizuizi za Libya mwishoni mwa mwaka 2022 baada ya kuchukuliwa na walinzi wa pwani. Mtazamaji wa The World News, hali ya maisha ya Libya imekuwa ni ngumu sana. Watu wa Libya wanakumbuka nyakati za Muammar Gaddafi. Wakati huu wanawaza ingekuwa inafaa wangemchukua mwanae ambaye pia walimfungulia mashtaka, Saif al-Gaddafi, kuwa kiongozi wao, wakiamini kwamba huenda angeenda sawa na uongozi wa baba yake Muammar Gaddafi. Endelea kuwa nasi mtazamaji wa The World News, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.